mtumikia Mungu duniani, wakayafanya mapenzi ya Mungu kwa neno la Mungu. Mchungaji mkuu anaambia, Yesu kanaambia nani? Neno la Mungu liko naambia wazee, watumishi wa Mungu waliokombolewa kwa damu ya Yesu na wakafanya mapenzi ya Mungu duniani, na tukawaongoza kwa safari ya kwenda mbingu. Ndio kwenye hii neno la Mungu kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 4. Ni hapo? Anasema sema na mchungaji mkuu mzee yeye peke atakapodhihirika mtapokea taji ya utukufu sio kauka. Yeye peke. Sasa yeye peke anakuja. Mwenye nguvu zake, mwenye mamlaka, anaambia aseme mchungaji mkuu atakapodhihirika mtapokea taji. Iko naambia watumishi wake Mungu waliomdhihirisha waliomwakilisha. Tunakuja kwa jina la Yesu na kuombea mapepo yanatoka, maana namwakilisha Yesu. Sasa nasema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunamwakilisha baba yetu, ametuachia kazi tumtumikie duniani. Sasa tuko wapi? Tuko huko. Tusome hapo. Warumi Yakobo 2:8 kisha Luka 12. Yakobo 2. 8. James 8. Kisha unaenda ku 12 tena. Ndio. Amen. If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. Ndio. You will do well. Kisha 12. So speak and do so. Do as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Amen. Twende. Nasoma Warumi. Nani? Yakobo 2 mstari wa 8 katika jina la Yesu. Ndio. Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa. Sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu ametupenda kuliko vingine viumbe vyote, ametupenda. Ndio maana nasema kama sheria haitakuwa sheria ya kibinadamu, haitakuwa sheria ya Musa, bali ya kifalme. Mwatenda vema. Twatenda vema. 12. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Amen. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Iko juu. Amen. Amen. Huruma iko juu. Amen. Tuko wapi? Hatuko tena duniani. Bwana tuonyesha habari za wapi? Za mbinguni. Tuko mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo yaliyotenda kwa mwili wake. Lakini tumeepukana na mateso ya mpinga Kristo, ziki iliyo kuu ambayo itajilia wa ulimwengu watakaobaki duniani. Watu ambao wameingia makanisani wamebaki duniani, hao watu watateseka. Tumesema kwa ajili ya unyakuo, Yesu anaepusha watakatifu wake na ziki iliyo kuu. Mungu aturumie sana. Amen. Na tusaidie tukamwone siku moja. Amen. Hakuna kitu kingine Mungu anatafutia iko. Tumuone siku moja na tuepushe na ziki iliyo kuu. Haya mambo tushayagusia sana. Na ndio maana Mungu anajitahidi Mungu wake. Kuna mambo mengine yako yatuonyesha tungali duniani. Juu tukengeuke. Walio na akili, walio na hekima wakengeuke. Amen. Walio na hekima wakengeuke. Dalili zote za kuja kwake Yesu Kristo zote zimetimia. Hakuna kinachosalia. Hakuna.
Hakuna. Tunashuka huku chini. Tunashuka huku chini. Tunashuka wapi? Duniani. Duniani. Nimesema juzi hapa ya kwamba Israel mke wake Mungu duniani. Kanisa ni bibi harusi wa Yesu wapi? Mbinguni. Hawa ndio kwenye alizaliwa Wayahudi. Na walitawanyika duniani. Sawa? Walitawanyika sana duniani na wako dunia yote nzima. Ndio kasema kwamba kwa neno la Mungu, sisi neno la Mungu, hatuendaki tu vitu ovyo ovyo. Tunaingia neno la Mungu. Maandiko tu ndio kwenye tutakonvince mtu. Hata we msomi gani, wewe simwepeleka sime filosofi fulani alisemaga hivi, wewe mpeleke huyu mtu. Finish. Huko. Vyote, hii mavita vyote. Biko humu. Huyu Marekani wanasema kama iko munabii. Ndio. Iko munabii. Na hapa Apokalipsi. 13 mstari wa 11 na kushuka. Iko. Ana nguvu. Mungu anasikia neno la Mungu. Ana nguvu. Huyu hapa kwenye tuko leo. Ana nguvu. Na ametabiriwa. Sawa? Hapa kwenye tuko leo. Ametabiriwa. Kitabu cha Ufunuo, Revelation 13:11 na kushuka kutini, ametabiriwa. Igo ni yeye. Sawa? Tunasikia neno la Mungu. Mwana tunawapatia akili ya mbingu. Tunataka tujue jinsi dunia inaenda. Tusiwe sawa watu wa nje. Tusiwe sawa watu ambao wanaingia tu makanisa sema mtapokea baraka. Utauza gari. Utauza gari na uchuru zake. Hauna kazi. Sije mimi unabakilia ba mingi. Pokea gari. Utapokea nyumba na hautumikaki. Na mtu mwenye yuko na akili na baende hemo. Mtu mzima tena na tubu kubwa. Unawazia kama ni mtu yuko na akili kumbe hana akili. Hamunazo. Sasa Israel, taifa la Mungu wetu ambalo amezihirika kwao. Amen? Amen. Kwa neno la Mungu, kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 32. Kwa mtini mjifunzeni. Kwa mtini jifunzeni. Tawi lake likichanua. Na nini? Jueni kwamba tawi lake likichipuka na kuchanua. Tambueni ya kuwa kwamba mavuno yamekaribia. Niliwaambia juzi hapa. Walitawanyika tangu ile wakati Yerusalemu imebomolewa. Sawa? Na Warumi. Kulikuwa vita vikubwa pale. Wakatawanyika wote duniani. Wote duniani. Maana ilikuwa ni unabii Yesu amesema. Yesu amewatabiria mtatawanyika, mtaenda. Walirudia hapa mwa 1948. Ndio walianza kurudia. Ndio walipata uhuru. Ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 5. 1948 walisharudia. Sawa? Miaka iliyopita 1967 Nasser alikuwa rais wa nani? Alikuwa rais wa nani wa Egypt. Bakajiunga sema wapige. Wote asema waangamize, wasionekane tena kwenye map duniani. Bakajua. Bali waliteketeza kila kifaa chote ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuangamiza. Maana Mungu aliwaambia kama watarudi kwao. Ukisoma kwenye kitabu cha Amos 9:11. Tusomee pale. Amos 9:11. Tusomee pale. 1967. Ndio wakati walianza kuachia mji wao. Nasoma Amosi sura 9 mstari wa 11. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku hiyo nitainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka. Amos 9:11 na kushuka kuchini.
nitainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipobomoka. Lile hekalu hilo ndio liko nasemewa. Nami nitayainua magofu yake. Nitainua tena magofu yake na kuyajenga kama siku za kale. Na kuyajenga kama siku ya kale. Amina. Amen. Amen. Lilibomolewa hekalu la kwanza la Sulemani, likajengwa tena lingine, na lingine lilipojengwa sawa na Zerubabeli. Sawa? Kulikuwaka na shida, lakini hilo shida lishaka. Baada ya kutoka wapi? Babylon. Sawa? Walikaa Babylon, wamerudia kwao. Na waliporudi kwao, walijenga hekalu tena. Hasa hili hekalu, kabla ya Yesu, kulikuwa mzee mmoja hivi ambaye alikuwa general Muitalia wa Rome, Mrumi, balimuita Pompei. Njoo alienda haraka haraka akabomoa lile hekalu. Tena akalibomoa, lakini hakulibomoa. Aliingia ndani ya hekalu sasa, akaharibisha vibambazi, akaharibisha vitu ya mingi. Kabla ya Yesu Kristo, Pompei aliendaka general, kapiga hekalu, kasambaratisha vitu ya mingi mule. Herode ndio alikuja kulikarabati tena vizuri, akalikarabati. Sasa ile hekalu niliwaambia, ile hekalu limejengwa makusudi Yesu Kristo atakapokuja duniani, azaliwa duniani, akutanisha ile hekalu liko pale. Sawa? Tunasikia? Akutanisha ile hekalu liko. Na Waisraeli wametoka wapi? Washatoka uhamishoni Babylon. Sasa Israeli tena merudia. Endelea pale. Kama ni 12 kama ni 13. 13. Twende. Tunajua habari hizi zinaendelea. Twende. Tunataka tumalize. Tutamalizia kwanza pale. Wapate kuyamiliki mabaki ya Edom na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, asema Bwana. Asema Bwana, endelea. Afanyaye hayo. 13. Angalieni. Siku zinakuja. Angalieni siku zinakuja, asema Bwana. Asema Bwana. Ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye. Na yeye akanyagae divai tamu na vilima vyote vitayeyuka. Twende. Nami nitawarejeza tena watu wangu Israeli Mungu atawarejeza watu wake Israeli waliohamishwa. Nao wataijenga miji iliyoachwa magofu, maganjo na kukaa ndani yake. Nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake. Na watafanyiza bustani na kula matunda yake. Nami nitawapanda katika nchi yao. Wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao niliyowapia, asema Bwana Mungu. Hawatangoleka tena. Amen. Piga uagaragaza. Mzee. Israeli, mbona wanasumbua? Achana hizo dossier. Msifurike na Mungu. Mbona walimkatalaka? Achana hizo dossier. Atawarudi tena kwa neno lake. Atawarudi tena, ni mke wake, kama wewe uko mke wa Yesu Kristo, bibi harusi. Hata muwapige, kama wanapigwa ni Mungu ameruhusu. Israeli akipigwa, mabomu kwa hizo zitatokea fasi yote, ni Mungu ameruhusu. Gisi Mungu anaweza ruhusu kwa Mkristo aliyeokoka apigwe. Amen. Anatuacha hapa tupige wakati mmoja. Simu nani? Paulo. Neno la Mungu Paulo aseme mjumbe wa shetani amempiga Paulo. Mungu akaomba Mungu mara 3. Mungu akamwambia, mwanangu, neema yangu yatosha kwako. Paulo akasema, nilipo dhaifu ndipo napatikana kuwa na nguvu. Amen. Tunapopigwa ndio tunakuwa na nguvu. Kama ugonjwa hautamuomba Mungu.
Kuna mambo mengine Mungu anaacha yafike makusudi mkaribie. Ndivyo ilivyo Israeli. Kama wanapigwa ndio anamkimbiliaga Mungu. Sasa sema wakati wa shida watanikimbilia, watanitafuta. Sawa? Amesema kwamba nitawapanda, hamutatoka tena katika nchi yenu. Mtalima. Israeli ni nchi ya kwanza kulima duniani, matunda. Inalisha dunia kwa neno la Mungu. Wao ndio kwanza matunda, mamizabibu, yale ambayo Mungu amewaambia yote anayachimiza leo. 1948 ndio waliingia. Walipata uhuru tarehe 14 mwezi wa 5, 1948. Walikala uhamishoni 1878. Miaka 1878 ndio walikala uhamishoni. Hajalishi wote wayarudia, lakini watarudi kwa sawa sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu. Atawapanda tena, watalima tena. Fasi zote watalima, batakula matunda ile nchi mpaka siku atakapokuja Yesu. Nawaambia kama Nasser, president wa Egypt, wakati wamepewa uhuru 1948. Wale wa mataifa waliokamata Yerusalem wanaanza kutoka kidogo kidogo. Banani Egypt, Misri bakasikia, bakasema pana hao watu wabiweze. Tutawapiga, tutawatosha kwenye mapu ya dunia, wasionekane tena. Lakini Misri imepigwa mahali sio kwa kawaida. Kwa neno la Mungu hakuna watakayewangua tena. Hakuna. Sasa tunasema hivi, ni nataka niseme. Tumezungumzia hili hekalu, ni hekalu ambalo Mungu amezungumzia sana, hata kwa Matendo ya Mitume 15 mstari wa 16 amelizungumzia sana ya kwamba hekalu lake tena litajengwa. Watu wako na wazia, inawezekana hekalu hili litajengwa, Yesu Kristo anaweza kufika duniani, atafika duniani, lile hekalu lishajengwa. Sawa? Atafika duniani. Sasa kabla ya kunyakuliwa kwa kanisa, inawezekana kwa wazia, inawezekana linaanza jengwa, maana vifao wanasema kama walibitia pale Yerusalemu 1987. Materials zake zote, jinsi hekalu lilivyojengwa wakati wa Sulemani, ndivyo litakavyojengwa tena. Hakuna nyundo. Hakuna nyundo kulia. Hakuna nyundo kulia. Alishatayarisha kila kitu. Montage. Sasa inawezekana kanisa hili linaweza jengwa tungali duniani. Maana process ziko kwa leo, ziko. Kuko vita pale vigumu sana. Tafadhali hii kupigana hii mavita ambayo iko leo. Mwa hivi vita viko mnapigana leo. Hiyo vitu, hii nyumba iko natafutiwa nayo. Ijengwe nafasi. Hii nyumba iko natafutiwa ijengwe. Maana Mungu amesema na hakuna atakayekataa. Ni Mungu. Wakati wa Mungu itafika litajengwa tu. Binze bikunza, wapende wasipende, maana Mungu amesema kwa kinywa chake atabichimiza Mungu. Bwana pewe sifa. Sasa minabidi sisi wenye akili, watu waliookoka tuweke hivyo. Tuko nataka watoto wetu, hii generation yinyi ambao mnaingia ndani ya nyumba hii, mjue hiyo kitu jinsi dunia inaenda. Msio sawa watu wa mataifa wasiojua. Wako nasikia tu habari za vita, hawajui jinsi vita vinaendelea duniani. Tunataka generation yetu, watoto tuwachie mwa hivi vitu, muwe natembea navyo ndani ya mioyo yenu. Mjue kwamba kanisa ni tamu litaondolewa duniani. Na hili kanisa liko tayari kujengwa. Inawezekana inaanza kujengwa kwa hii wakati tuko hemo. Kanisa likinyakuliwa mwa ile miaka 7 ya kwa wakati mpinga Kristo ataonekana kuwa mfalme wa amani duniani. Maana atakuja kama mfalme wa amani duniani kwa muda wa miaka 3.5. Nimesema hivyo. Ingine miaka 3.5 ndio ataonekana kuwa mfalme mnyama wa kula watu. Atakula watu. Ndio kwenye ziki kuu itakapoanzia. Na hatua tena mbali. Hatua atakayofanya kwanza kwa ile miaka 3.5. Atawapatanisha Israel na Waarabu, watoto wa baba moja. Ndio maana kwenye kitabu cha Yohana 5 mstari wa 13 Yesu amesema nimekuja kwa jina langu mmenikataa, lakini ajaye kwa jina lake mtamkubali, mtamwamini. Ni mpinga Kristo huyo. Kitabu cha Yohana 5:13 ni mpinga Kristo. Nimewajia nyinyi taifa langu mmenikataa, lakini ajaye kwa jina lake mtamwamini, mtamwamini, mtamsikia, mtamuitika. Kwa jina Kiswahili. Mungu atuhurumie sana. Amen. Sema kwamba sisi
hiyo wakati hatuko tena duniani. Tuko napewa taji wapi? Mbinguni. Tunaingia kwa harusi ya mwana kondoo. Haleluya. Tunaingia kwa harusi ya mwana kondoo. Huko ni virojorojo. Mtu anataka kuwa duniani. Takuwa nimetoka duniani. Hamtakuwa duniani. Nawaambia msiwe duniani. Amen. Haleluya. Amen. Nawaambia msiwe duniani. Msiwe duniani. Amen. Amen. Ili tumwambie Kristo, huyu ndio tumekuletea bikira aliye safi. Haleluya. Amen. Huyu ndio tumekuletea, huyu ndio tumehubiri, akasikia neno lako. Tulipokuwa spoken ndani ya kanisa, wamesikia neno lako, wakatulia, wakasikia neno lako. Huyu sasa ndio tumekuletea. Maana watumishi watatoa hesabu. Amen. Kuna mzungu mmoja namaliza. Duniani kungali watumishi wa Mungu jameni. Nimemfurahia sana huyo mzee. Kwa kizungu kilikuwa natomboka kanisani. Kiko nasema hivi, sitaki nisimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, Mungu asiniulize watu. Aseme kwamba mwanangu nashukuru kwa kazi uliyofanya duniani. Maana kanisani mko watu ambao wako mbubwezi. Wanaingia kanisani ni marafiki, bashaka zaana. Yeah. Sawa? Bashaka zaana, bashaka za watoto, ndoa haijulikani na Mungu. Wanakaribia meza ya Bwana, wako kanisani. Akawaambia hivi, yeyote ambaye anajua kama iko mwa hivyo vitu jizoda hiyo, atoke ndani ya kanisa, atoke nje. Sitaki nisimame, maana tutatoa hesabu. Sisi watu kama tunatomboka sio kwa bure. Tuko na uchungu. Akasema yeyote ambaye anajua kama iko mwa desordre, maana uko nakutanisha wanaingia makanisani ni marafiki, kijana wa kike na kijana wa kiume ni marafiki. Sawa, bashaka fanya ndoa ya siri. Sawa, wako huko mbwezi mrafiki, aseme boyfriend. Boyfriend, girlfriend. Sasa kama mko humu, mtoke haraka. Mtoke haraka, mtoke nje, mtoke. Tutaenda na watu ambao wanasikia neno la Mungu, wa kwenda mbinguni. Amen. Amen. Ndio kisa amesema, nikasema Mungu akubariki. Angelikuwa hata nikamate telefoni nimsalimie kio hivi. Alikuwa tumbali. Kama bangepasula telefoni muone tu mkono kama TV. Kumbe baenda mbingu wako. Haleluya! Amen. Kuna watu ambao wako na taji mbinguni. Wengine wako nakataa kuwa nikibisema watatoka kanisani. Mtuhurumie, mwana tusikia jameni. Hatutaki mtoke kanisani, msikie neno la Mungu la kuwasaidia siku moja kwa urithi uzima. Unacheza na mbingu wewe. Mbingu. Hakuna kuingia kule kilele mama, ni kuingia kwa nguvu. Kuhinya. Kwa nguvu. Hii mwili itatoa watu wengi waingie mbinguni. Jitahidi kaingie mbingu na Mungu atubariki. Amen. Tusimame. Kwa neema kubwa kabisa nimekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya yeye, kati yote ya dunia hii. Na kuitangaza Injili ni faida kwetu. Baba, na kuitangaza Injili ni faida kwetu. Kwa neema kubwa kabisa umekubaliwa na Mungu. Kwa neema
makubwa zaidi wapata kuishi kwa ajili yaye hati yote ya dunia hii na kuitangaza Injili ni faida kwetu Baba, na kuitangaza Injili ni faida kwetu. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi. Na mimi nataka kufika kuimba pamoja nao, tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Wamama waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi. Na mimi nataka kufika kuimba pamoja kushukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi. Waliohudumu kwa pendo aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi. Waliohudumu kwa pendo kwa neema kubwa kabisa nimekubaliwa nao, kwa neema kubwa zaidi wapata ya kuishi kwa ajili hati yote na kuitangaza Injili Baba, na kuitangaza Injili ni faida kwetu. Mungu Baba yetu, Mungu mtukufu,
Baba, Mungu muweza wa vyote, tunaliamini jina lako, tunalipenda jina lako Baba, jina lililotukuka Baba, jina linalotukuka litakalotukuka milele. Popote ni kwako tu. Saidia kanisa Bwana wangu, maana dalili zote zaonyesha kwamba kwa yote, kwa roho kuja zetu, kuchukua bibi harusi wako, mwepushe na ziki iliyokuu. Tunatamani kuiona siku hiyo. Tunatamani siku hiyo itakuwa siku njema kwetu, umilele itakuwa siku njema kwetu kwa wote waliokuamini, wakayafanya yaliyo mapenzi yako. Tunahitaji tupate taji ya uzima, neno ambalo limeamsha taji ambalo tunakuwa nayo siku moja tukakuone, maana bado hatujakuona. Tunahitaji tukuone, utupanguze machozi. Haleluya, tuvipige vita vilivyo vizuri, na mwendo tuumalize, na imani tuilinde, tukapokee taji ya haki. Haleluya, tusaidie Bwana. Kumbuka kanisa lako, kumbuka walio wako, waliokombolewa kwa damu yako. Baba, tunakuamini, tunakupenda, tunakusubiri. Siku moja tuchukue tukakulaki peponi. Neema tunakuomba Bwana wangu. Saidia mama aliye hapa, saidia baba aliye hapa, saidia kijana aliye hapa, watoto wetu wasaidie. Mwili wa mauti kati za mwisho, dalili zote zaonyesha ya kwamba tuwezeshe kuchukua bibi harusi wako. Tutakuwa wapi milele? Mbaji alimba, nitakuwa wapi milele? Rafiki, utakuwa wapi milele? Bwana tusaidie, tusaidie Bwana wangu, tusaidie, tusaidie Kristo. Siku moja tushinde tamaa ya mwili, tushinde tamaa ya macho, tushinde kiburi cha uzima. Tukumbuke katika ufalme wako. Tuwezeshe Bwana, tuwezeshe kuchukua kanisa, takapokuja kuchukua bibi wako Bwana, na sisi tukumbuke. Maandiko anasema na yaweza mambo yote katika yeye nchi yako. Nashukuru kwa sababu tatenda. Tuwezeshe Bwana, maombi yetu. Tumalize mwendo salama. Amin. Amen. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Yesu, Baba, Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Yesu wangu, sorry. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Karibu Omega.